أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Tukiwa katika sehemu au siku ya pili ya darsa ya tafsiri, ambayo mada iliyotaguliwa kwa asilimia kubwa ni misingi ya maadili. Kama kawaida yetu, kabla ya mwezi wa Ramadhani huwa twafanya kura ya maoni, na huwa twatoa mapendekezo kama mada tatu, watu wapiga kura ya maoni. Na mara hii mada hii ya misingi ya maadili ilipata 50% yo peke yake. 50% nyingine zikagawanywa kwenye mada ya, tulikuwa na mada ya biashara, tulikuwa na mada ya mwanamke katika Qur'ani, na yana tulizungumza kwamba nimejaribu mada hii kuipanga katika sehemu tatu peke yake za kimsingi. Sehemu ya kwanza ni utangulizi ambao ndio tutaendelea nao, kidogo utakuwa mrefu kama siku 2-3. Sehemu ya pili ni misingi ya kinadharia ya kuhusu mambo ya maadili, na sehemu ya tatu ni utekelezaji wa misingi ile katika Qur'ani na kuangalia jinsi Qur'ani ilivyotuelezea mambo ya kimaadili. Tukiwa katika sehemu ya kwanza, tumejiuliza jana, kwa nini akhlaq? Nikajibu kwa nukta ya kwanza kwa urefu kwamba wanachokinena siku hizi at-tanmiya al-basharia, maendeleo, ustawi wa nyanja zozote warudi kimsingi kwanza katika kumjenga mwanadamu. Ndio ule bwana alipoulizwa kaifa tabnuna biladakum, mwaijengaje miji yenu? Akajibu akanena nabni man yabniha, twamjenga mwenye kuijenga hiyo miji. Na sitaki nirudie, jana nimepiga mifano kwamba maendeleo yoyote panapokuwa hakujatayarishwa mwanadamu, atayaharibu kuliko kuyafanya nini? Kuyatengeneza. Pili ndio niloianza jana, na leo nitaka nitasimama hapa kwa muda mrefu.
Katika misamiati ya kielimu kuna maneno mawili napenda tuyatofautishe. Kuna neno la kwanza, Waarabu hunena at-taalimul islamia, na neno la pili hunena al-ulumul islamia. Kuna mafundisho ya Kiislamu, kuna na elimu za Kiislamu. Tunaposema mafundisho ya Kiislamu kwa lugha fupi, twamaanisha yale mafundisho yaliyomo katika ujumbe waliouweta mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunaamini mtumi wa mwisho ni Mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na hakuna tena mtumi baada ya yeye, na kitabu cha mwisho ni nini? Ni Qur'ani, na hakuna kitabu baada ya nini? Ya Qur'ani. Sasa Qur'ani na sunna ya bwana mtumi sallallahu alaihi wa sallam, yale mafundisho yaliyomo ndani ya Qur'ani na sunna, yale tunayaita mafundisho ya Kiislamu. Hili nataka muliweke, ndio nilitakalo tutalirudia. Hili la pili ni kujaribu tu kupiga msasa. Kisha kuna kitu huitwa elimu za Kiislamu, na ni zitu tofauti hizi. Elimu za Kiislamu tunamaanisha juhudi za wanazuoni wa Kiislamu walizozitumia katika kuelewa mafundisho ya Kiislamu. Ni zitu ziwili tofauti. Unaposema mafundisho ya Kiislamu, yani ni yale madhumuni ya Qur'ani na ya Sunna moja kwa moja yalokuletwa kwetu, lakini madhumuni yale na mafundisho yale yataka ala kuyafahamu, yataka zombo za kuyafahamia. Mfano moja ni kujua lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu na hadithi za bwana mtumi zimekuja kwa lugha ya Kiarabu. Toto yambo wataka lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu si maanishi ya kusomeshwa dharabtu na katabtu, yani lugha ya Kiarabu kwa maana ya ala za kielimu zenye uwezo wa kuyafahamu matamko yanavyotumika katika lugha ya Kiarabu. Sasa ndio kukawekwa hizi elimu zinazosomeshwa madrasa. Kasikia kuna ilmu fiqhi, kuna ilmu usuli fiqhi, kuna ilmu tafsiri. Kama hivi sasa sisi twasoma tafsiri, ni ilmu tafsiri. Lakini elimu hizi ni juhudi za wanazuoni za mrundiko wa miaka, kwa miaka zaidi ya 1000. Zimeboreshwa, zimetanguliwa, zimeongezwa. Lengo lao nini? Ni kufanya bidii kuzitumia elimu hizi kufahamu mafundisho ya nini? Ya Kiislamu. Na hapa lau Waislamu watatulia akili zao bila ya mizozo, bila ya mikao, watalielewa jambo hili vizuri, kwamba kuna mafundisho ya Kiislamu, kuna na elimu za Kiislamu ambazo zimetengenezwa na wanazuoni. Haya mivutano mingi itapungua. Aya ni moya, tukue mfano mathalan, faman shahida minkum shahra falyasumhu. Hii ni aya Mwenyezi Mungu ameiteremsha. Aya hii bila ya shaka ndani ina mafundisho kuhusu saumu. Mwenyezi Mungu ametuletea sisi. Suala, mafundisho ya Mwenyezi Mungu aloyaweka kwenye aya hii kutuletea sisi,
Tutayafahamu vipi? Tutatumia elimu zilizowekwa na wanazuoni wa Kiislamu za kilugha, za kielimu, kuichambua hii aya, tunene haya ndiyo mafundisho. Lakini wakati wewe kama mwanachuoni, kama shekhe, unapotumia elimu kuichambua hii aya ili kufikia mafundisho ya Mwenyezi Mungu, yale unaofikia wewe ni maoni yako juu ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu, sio mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Tumeelewana vizuri sana? Yaani ni upeo wa uwezo wako. Mfano mimi nitakwambia, utasikia watu kwambia tu, ustadhi, taka mwezi ukionekana, una dalili gani? Faman shahida minkum shahra. Taratibu. Neno mwezi katika lugha ya Kiarabu, nyinyi Waswahili nyote hutumia mwezi. Kuna mwezi wa siku 30. Ile tunena tarehe kwanza, tarehe pili, wankuliwa ye mwezi. Kwa hivyo utanena mwezi wa mfungone, mwezi wa mfungo 5. Sasa mwezi hono ni mwezi ule wa kuonekana? Si mwezi wa kuonekana, ni mwezi wa siku. Kisha kuna na mwezi ule wa kufanya nini? Waarabu mwezi ule huwa mkuu hilal, hauwa mkuu shahar. Upo shahar, angalia Google, andika shahar. Shahri ni month, yani ni mwezi wa siku 30. Sasa wewe umeisoma aya faman shahida minkumu, ukiona mwezi, hakuzungumzwi mwezi wa kuandama kwenye hiyo aya. Mfano mtu anaweza kukwambia sasa kwa zungumzwa nini kwenye hiyo aya? Ukitaka kujua mwezi unaozungumzwa, maliza, kwa sababu siku zote utanena mwenye kuuona mwezi afunge, asouona mwezi asifunge, sio? Lakini aya hakunena hiyo, waman kana maridhan. Sasa maradhi yana alaka gani na kuona mwezi? Kwani mgonjwa haoni mwezi? Au aliosafiri, hivi aliosafiri haoni mwezi? Kwa hivyo hapa hii shahida kwa zungumzwa mambo sampuli nyingine hayana alaka na mwezi. Shahida kwani katika lugha ya Arabu nena hii moja katika maana ya shahidi kuhudhuria, yani atakao kuhudhuria mwezi wa Ramadhani, yani asiwe mgonjwa wala asiwe mwenye kusafiri, faliyasumhu, au funge. Kwa hivyo aya haina alaka na kuona mwezi. Mupo na mimi jamanini? Msinifuate, kuna wengine watayajibu haya, lakini nakuonesha hayako rahisi hivyo kwamba wewe utaisoma aya utapita tu umeweze kushinda umefunga bao. Kama mtu kwambia ukionekana watu wafunge, dalili yako ni faman shahida minkum shahra. Mimi naweza kuthibitishia aya haizungumzi kamwe mambo ya kuona mwezi. Aya yazungumza mtu alosafiri na asosafiri, mtu alomzima na aso. Mupo vizuri jamanini? Sasa hizi huitwa ala. Sasa hapa patumika ala za kielimu, lugha unavyoifahamu ya Kiarabu, unavyoweza kuyachambua maneno ya Kiarabu, wakadhalika mpaka ukaja ukanena Mungu amekusudia. Kwa ufahamu wangu, Mungu amekusudia aya hii maana hini. Hao ni ufahamu wako wa madhumuni ya Mungu, si madhumuni ya Mungu 100%. Na ndipo pale twanena waweza kupata na waweza kukosa. Hata mwanachuoni atakavyokuwa, maadamu mwanadamu hayawa maasum. Na ndio wenyewe wamenena, msikize Imam Shafi mwenyewe asemaje. Ana kauli maarufu sana Imam Shafi, anena rai sawabun yahtamilu al-khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab. Subhanallah. Alipoulizwa vipi maoni yako na wengine, anena maoni yangu ndio ya sawa, lakini yaweza kuwa nimekosa, na rai ya wengine ni makosa, lakini yaweza kuwa wamepata.
Mupo vizuri sana? Yani rai sawab iko sawa, yahtamilu alkhata, lakini si usawa 100%. Naweza pia kwa mimi mfanya nini, nimekosa. Na rai ghairi ni khata, wa ila kama ingekuwa sawa ningewafuata wao. Rai ya wasokuwa mimi ni makosa, lakini si 100%, yahtamilu as-sawab. Nafikiri tumeelewana vizuri. Na hivi ukija kwenye swala, ukija kwenye udhu, utakuta ile aya ya kutawadha, ule ukwambia ni kuosha, ule ukwambia ni kupupusa, haimaanishi Mwenyezi Mungu ameeta hukumu mbili. Mwenyezi Mungu ameeta hukumu moja. Madhumuni ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni mamoja tu. Nyinyi ndio makhtalifiana katika kuyafahamu madhumuni ya Mwenyezi Mungu. Mukikhtalifiana mukawa na rai nne, haimaanishi Uislamu umekuwa na misimamo mingapi? Minne. Uislamu utabaki una msimamo, lakini hono msimamo mmoja. Sasa ni upi? Manake sitaki watu wasiwasi. Sasa nyinyi mtana sasa sisi ustadhi kama hufuata sio? Nyinyi ni mukallidina, nyinyi mwafuasi. Nyinyi muhimu wenu ni muhakikishe munayemfuata mumepewa ruhusa kumfuata. Mzigo ataubeba yeye. Nyinyi muhakikishe uponena mimi namfuata Imam Shafi. Mimi ndio hiyo maana ya madhahabi. Mmefanya ni mambo makubwa. Unaelewa? Maana ya madhahabi ni hiyo. Mimi ni madhahabi yangu ni nani? Imam Shafi. Yaani mimi namfuata ufahamu wa Imam Shafi alivyoifahamu Qur'an. Mimi madhahabi yangu ni Malik, yani mimi nafuata ufahamu wa Imam Malik alivyoifahamu Qur'ani. Wa hakadha. Tupo jamani, ni vizuri. Sasa turudi kwenye mada yetu. Kuna mafundisho ya Kiislamu, kuna na elimu za Kiislamu. Mafundisho ya Kiislamu ndio aliyoyaita Mwenyezi Mungu. Elimu za Kiislamu ni juhudi za wanazuoni katika kuyafahamu mafundisho ya Kiislamu. Sasa twende upande wa mafundisho. Ukisoma Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho, haya mambo ya kielimu kidogo, lakini najaribu kuyarahisisha, yatatupa faida. Nafikiri kwa katika hichi kipande nimekizungumza, mumeweza kuona faida muhimu sana za masala ya kukhtalifiana. Qur'ani si kama kitabu kingine chochote, kina mambo yake sampuli mbali, na Mwenyezi Mungu amekusudia kiwe hivyo. Moja katika mambo yake hakina chapter. Chapter kwa maana ya chapter, si maana ya kugawanya tu. Kwa mfano leo wewe ukishika kitabu cha fiqhi utapata kimegawanywa kwa milango. Mlango wa kwanza tahara, mlango wa pili mathalan sala, mlango wa tatu mathalan saumu, sio? Mlango wa nne zaka, wa hakadha haji, mpaka mwisho. Na kila mlango umekusanya mada maalumu yazungumziwa ile mada mpaka yamalizika. Mathalan mukishika tahara, mutausoma mlango wa tahara mpaka mtamaliza. Utazisoma tahara kwa aina zake zote, tahara ndogo, tahara kubwa, yani udhu, janaba, tayammum, kila kitu mpaka mumalize. Kisha mtangia chapter nyingine. Na hivyo hivyo ukisoma kitabu kingine chochote, kiwe cha sayansi, cha historia, cha nini, kimepangwa kwa chapter. Qur'ani imepangwa kwa sura. Mwenyezi Mungu akiiteremsha, ameiteremsha kisura. Lakini sura si chapter. Na usikubali wakati ukiulizwa suala hizi sura humaanisha nini, ukatumia misamiati ambayo si ya Qur'ani. Kwani na hadhari sana. Ni kama ule walioulizwa juma kwenu nini, akasema ni kama Jumapili kwenu. Jamaa aliulizwa katika Uislamu maana ya juma nini, akasema ni kama Jumapili kwenu. Wajua Jumapili kwao? Moja ni siku Mungu aliochoka akapumzika.
Sasa wewe umemwambia sisi nguu wetu alichoka Juma, hakuchoka Jumapili. Sawa jamanini? Nakaitwanena Mwenyezi Mungu aliumba ardhi na mbingu kwa siku 6. Waonena kisha akapumzika siku moja. Alikuwa amechoka akapumzika. Waliyadhu billah. Mupo na mimi? Kwa hivyo musiazime terminology za watu, misamiati ya watu, mukatumia kwenye misamiati yenu bila ya kuelewa wao wakusudia nini na sisi twakusudia nini. Kwa hivyo sura si chapter. Sura ile ya Qur'ani ile si maana ya chapter. Kwa nini? Kwa sababu utalipata jambo moya limezungumzwa kwenye sura 7, limerudiwa lile lile. Kitukue kisa cha Nabii Allah Musa katika Qur'ani leo, kimeelezwa katika suratul Baqara, kimeelezwa siju katika suratu Bani Israila, kimeelezwa siju. Chapter yamaanisha ukilishika jambo ulizungumze mpaka ulimalize, kisha uingie kwenye lingine. Kwa hivyo sura haimaanishi kwamba suratul Baqara yazungumza tahara, suratu sijui Al-Imrani yazungumza mambo ya swala, suratu sijui kadhaa yazungumza mambo ya haji. Haimaanishi hivyo. Mtangamaniko. Bata sura aya moya yaweza kuanda na hukumu katikati, ikazungumza akhlaqi, ikaendelea ikazungumza kiyama, ikamaliza mambo ya ndoa. Aya moya. Bata sura aya moya waweza kuipata aya moya imekusanya maudhui 4 kwa pamoja. Sasa Qur'ani ilipotuletea mafundisho ya Kiislamu ikatwambia haya mafundisho ile yaeta kwa lugha ya kikwetu kitonge kimoya. Haya kunena haya mambo ya fiqhi hakuna kwenye Qur'ani, wala haya mambo ya itikadi, wala haya mambo ya akhlaqi, wala haya mambo ya history. Metukuliwa unda moya bila ya kufananisha. Qur'ani kitabu kitakatifu ni kama wewe umekwenda kununua mzigo wa biashara, umeetewa kontena 10 kutoka China. Mara nyingine zile kontena zikia kuja zimegawanywa, kila kontena ina zitu aina yake. Kuna na mara nyingine watumiwa kontena moja tu kubwa, lakini ndani itengemene. Ndani kuna nguo, ndani kuna zitu za jikoni, ndani kuna electronic, ndani. Pengine kabla ya kuanda kuzipeka dukani mpaka uketi wiki ufanye kazi za kuzifanya nini? Kuzikategorize. Uziweke hizi ni zombo za jikoni, hizi sijui ni za mapambo, hizi nguo. Na nguo pia kuna za wanawake, kuna za wanaume, kuna za vijana watoto, kuna za nani. Pengine uipige mafungu mpaka 20 ndio uweze kuketi sasa, hizi nitaziuza bei gani? Sasa Qur'ani bila ya kufananisha na mzigo, Qur'ani ni kitabu kitakatifu, napiga mfano tuku, imekuya namna hiyo. Mafundisho yameetwa kitonge kimoya. Nyinyi yeo maona raha manena sijui kuna kadhaa. Kazi ya wanazuoni kwa muda wa miaka 1000 wameifanya kuyakagua hayo mafundisho, na bado kila siku kukwambia kuna mengine alikuwa hatuyayaona. Kazi ya zaidi ya miaka 1000 yafanywa. Sasa wanazuoni wakatukua hunu mduru mmoja wa mafundisho, wakanena matatu ya gawanye ili kusahilisha kusomesha na Muislamu aelewe majukumu yake. Ndio wakayagawanya mafundisho katika misingi mitatu. Yale nilonena yani, wakatoa mambo ambayo hayahusiani moja kwa moja katika kutufundisha, kwa sababu Qur'ani ndani muna tarikhi, muna history, muna sayansi. Zile wakasema hazihusiani na mafundisho direct. Wao wataka yale mafundisho direct yamekuja kumuongoza mwanadamu. Wamenena ni aina ngapi? 3. Aina ya kwanza kuna mambo ya kuhusu itikadi,
kumwamini Mungu, sifa za Mungu, utendakazi wa Mungu, hikma ya Mungu, elimu ya Mungu. Endelea sasa mpaka mwisho, sifa zake. Kisha mambo ya mitumi. Je, mitumi ni binadamu? Je, mitumi waweza kukosa? Je, mitumi waweza kuwa walemavu? Aweza mathala kutumilizwa mtumi mlemavu mathalan ya. Kuna maswali mingi ya kuhusu utumi, ni itikadi hizo. Kisha siku ya akhira, kuamini siku ya kiyama na kufufuliwa, na siku ya kiyama yaanza kaburini. Na je, kaburini kuna adhabu? Na je, kaburini kuna maisha, ama ni kama kulala tu mpaka siku ya kufufuliwa, ama kuna aina fulani ya maisha? Na je, katika aina ile ya maisha pana adhabu na mateso na raha ama hakuna? Safari ya kiyama ndefu, si masala kuamini tu siku ya kiyama. Kuna mambo mingi hapo ndani. Kufufuliwa, tutafufuliwa vipi? Hisabu, mizani, sirati, pepo, moto, kuketi milele. Je, mwili tutakao kufufuliwa ni hunu ama ni mwingine? Wahakadha, maswali mingi. Haya yote yahusu nini? Itikadi. Hilo ni fungu la kwanza. Fungu la pili wakaliita ahkamu, mambo ya kihukumu yani, na hii ndio ile inaoitwa fiqhi. Mambo ya kutawadha, kuoga janaba, kuoga haidhi, hukumu za haidhi, hukumu za mwenye janaba, hukumu za mtu mwenye udhu na asokuwa na udhu, hukumu za kuswali, wakati, kibla, saumu, haji, endelea mpaka muamalati, biashara, kuoa, kuajiri, kurithi. Hizi zote wakazikusanya wakanena hizi ni ahkam, na wakaeka elimu yake ya kuzisoma wakaziamkua fiqhi. Ile ya kwanza wakaziita itikadi, wakaweka elimu yake ya kuisoma wakaiamkua nini? Aqaid, au wengine huita tauhid. Ilmu tauhid, ilmu ya kusoma mambo haya. Tatu, kuna mambo wakayaona si ya itikadi wala si ya hukumu, yamekuja kumuongoza mwanadamu kinyendo, kitabia, wakazikusanya wakaziita akhlaq. Haya tunaona na maadili, wakaeka na somo la kuzisoma hizi. Sijui mnaelewa vizuri jamanini? Sasa mgawanyo wao ni juhudi zao walizofanya, ambao kwa karni ya leo wakosoana kiasi kikubwa. Sitaki kuingia kwenye mijadala hiyo, kwa sababu yale nikawaambia jana, kumfremu mtu. Kuna rafiki yangu mmoja siku moja akiniambia, tutoke kwenye mada kidogo, niwape nini, kulikariri jambo kwa mtu kumwambia, huenda mpaka akamfanya akaliamini. Katika makosa makubwa yaliyoko ndani ya majumba yetu sisi Uswahilini, na natoa kama nasaha, tujaribu sana kurekebisha mambo haya, ni kukariri maneno kwa kijana mpaka kijana akaamini hivyo. Huyu nduko, kila mkiketi kuzungumza, huyu nani? Ni duko, huyu hasikii, huyu sijui kadhaa, huyu muhuni. Nyinyi mwalizungumza, akiingia shangazi, akiingia mjomba, akia jirani, yule mtoto asikia tu. Tangu si duko mpaka atakuwa duko kweli, mwamuaminisha awe hivyo, kwa sababu ujana ni ujana. Hakuna kijana, mimi babangu Allah yarhamu alikuwa akiingia nyumbani akimwona kijana havundi kitu, hafanyi fujo, hunena ili nzuka, msimwateni kufanya namna hiyo. Alikimsunua
akipigana naye vile mnamuona mzee aweza kutupa bakora akapigana naye, akisema usimuate kijana kulala nyumbani. Ule uchangamfu wa fujo ule ni dalili ya akili ya tembea. Lakini ukitaka kijana kama mwana sanamu nyumbani, hakusumbui. Kuna watu wataka hivyo, yaani wewe yeye adoli, sasa huyo mwanadamu. Kuna watu wana fikra hizo, yani ataka kijana nyumbani kutoka ukimzaa kama malaika, havundiki sahani, hapijani na mwendani wake, hapandi kitanda katea kaanguka, mara mmetokezanya mwenda hospitali. Ndio kawaida hii, sote tulikuwa hivi. Sasa wewe wataka yado ama kuketi mkazungumza story hazina misingi mpaka vijana wakaamini. Hizi tumeelelewa, huwezi kupita msikiti wa Wahindi huruka mbao, huwezi kupita Kinooni sijui kuna kuku hutoka usiku. It's a superstition tu. Na tumekuwa mibarobaro mizima, uketizie ungoja mtu apite, huwezi kupita. Mibarobaro mizima. Umeambiwa hati sijui pale kuna fisi. Mr. Maronga ndo alituletea habari hizi, sijui alizeta vipi. Mamkumbuka Mr. Maronga? Wale yangu. Sijui uko hai, Mungu amrahamu. Amesomesha vijana wengi hapa. Na sasa alinena sijui pale ile lugha ya kwa mwenye amini pale ile kushuka kwa bin Hilali pale. Kulikuwa kuna fisi pale, sio? Ikawa kukisikilia saa moja magharibi huwezi kupita bwana. Wewe huwezi kuamini, tufuetene barobaro watano. Tuteza sposi jamanini, ha? Sikwambii janani. Barobaro watano. Tumekwenda kuangalia video. Hiyo zamani video ilikuwa nyumba za kuhesabu, ha? Tumekwenda kuangalia video riadha huku kwa marhum mzee Abdurrahman Baskuti, ha? Sasa tumerudi, tumetoka, tumeshika barabara ya Langoni. Sasa jamaa wamesikilia kupiga kona, kila mmoja kuingia nyumbani. Imeanza hisabu, tupite wapi? Kinooni kuna kuku pale, tupite msikiti wa Wahindi hurukambao siku pale tupite kwa mwenye amini kuna fisi. Mabarobaro sote tuko over 18. Kuna chakuta akiingia mwizi hatokimbia sisi nyumbani jamani. Sasa kukariri maneno, nimalize siwarefushie sana. Kuna story fupi imeaktiwa, sijui ni kweli, mimi nimeipenda sana, iko yatembea kwenye TikTok na kwenye social media. Kijana amefukuzwa skuli, amepewa barua na mwalimu, lakini mwalimu amwambia usifungue barua mpekee nani? Mamako. Na hana mzazi, ana mama tu, baba amekufa nafikiri. Ule kijana akaenda na ile barua akampa mamake. Hakufungua ndani muna nini. Akawa ana hamu ataka kujua barua yasema nini. Mama akaisoma barua akalia, akaifunga barua, akaisita. Kijana akamuuliza mamake imeandikwa nini? Akamwambia baba, mwalimu ameniletea barua asema akili yako iko juu sana kushinda wanafunzi wote pale skuli. Kwa hivyo ni kama wanakupotezea wakati, ameniambia afadhali nikusomeshe mwenyewe hapa nyumbani. Sawa jamani nini? Ni kama wakupotezea wakati, ameadvise sikupeke tena skuli nikusomeshe mwenyewe. Kijana akateka. Kijana akasoma akawa mtu mkubwa sana ulimwenguni. Baada ya muda mamake akafa. Ashakuwa mtu bosi, uchumi, amebadilika maisha yake. Katika kwenda kupekua zitu za mamake siku hiyo, akaipata ile barua. Kwa fudhul, utaka kujua, akaifungua ile barua. Alipoifungua ile barua imeandikwa kijana chako ni punde kabisa. Hashiki chochote, tafadhali usimwete tena hapa skuli. Kijana akalia sana siku hiyo. Angalia mama alivyoibadilisha message.
akaweza kumkinaisha mtoto kwamba wewe ni hodari na waweza kusoma, na akawa kijana. Wewe fikiria, siku ile angefungua ile barua, angemwambia mama, unena sema mwalimu amenena wewe ni punde kabisa, ushiki chochote. Wewe fikiria ule kijana angetoka nani baada ya pale? Angekuwa janki. Neno jamanini, musilidharau. Neno la athiri, neno laweza kumbadilisha mtu maisha yake. Neno moja tu, neno tu. Na hii masulia wanatukua wazazi, masulia watakuwa waalimu. Hii kutupa maneno, kumwamkua kijana punde, zuzu, huelewi kitu. Chungeni sana, waweza kuwa ni sababu ya kuzorotesha maisha ya kijana, maisha yake, kwa sababu ya neno moja tu ulimwamkua zuzu siku ile, na vijana wakamteka, na pengine likatoka lile jina ndio jina lake mpaka utu uzima. Si mwakumbuka sisi tuna maina ya hirimu mingi tumepewa na waalimu chuoni ama shuleni. Lilitoka tu siku moja akakuwa mkuu, vijana wakatembea nalo. Ina athari kubwa sana. Naweza kuniambia ustadhi, wewe umekwenda mbali, enda wapi? Nasema makhatibu wanaoketi kwenye mimbar kuwapa watu mafundisho ya Kiislamu, wawapa ufahamu wao, na ufahamu wao waweza kuwafremu watu vizuri, na waweza kuwafremu watu Ndio Sheikhul Azhar mmoja, nafikiri Sheikh Muhammad Ghazali, kuna bwana amekwenda, nafikiri alikuwa ametubia, ni mpia, ameanza kuwa hatoki msikitini. Unajua, na ukiwa mpia kuingia sasa ndio wakasi nyingi zaidi, unaelewa? Amekwenda na morali. Muulize Sheikh Muhammad Ghazali, mimi nina rafiki yangu hasali, hadi yake nini? Hadi mayua, sio hadi, yani ni mbati, sio apijwe mbati gani? Muhammad Ghazali akamwangalia, akamteka, akamwambia hadi yake mshike mkono ende naye msikitini. Wewe umenena una rafiki yako haswali, wewe uswali, wewe umeshindwa kumconvince, waje kuniuliza mimi nataka kumpiga. Sio, umeelewa? Yani wewe huoni, mujarrad hilo swala lako limeeleza upungufu wako kabla ya upungufu wake. Ulikuwaje wewe waswali na rafiki yako haswali? Ulishindaje kumconvince aswali? Kisha waje kuniuliza mimi nataka kupanga jihadi kwenda kumpiga, kumuua. Angalia alivyomtwist. Rake yeye alikuwa amekuya pengine apewe panga, akitoka pale pale atakafanya nini? Akankatilia mbali kitwa, na amefanya kazi kubwa ya Kiislamu yeye Khalid ibn al-Walid yeye. Pale pale Muhammad Ghazali akamtwist, akamwambia wewe mpumbavu wewe. Wewe ndio mpumbavu, sio yule ambaye haswali. Na alimwambia tu hadi yake, nenda kamshike mkono, uende naye huko. Kumshika mtu mkono, kumkinaisha mpaka kumpeka msikitini ni kazi toto? Kwani ule kijana cha kuzaliwa utakwenda umshike mkono tu mwambie twende? Si mpaka mwanzo umuoneshe, umkinaishe. Sasa approach mnavopokea mafundisho ya Kiislamu, na ndio hii mambo mingi kama mambo ya mwezi ya watu uteta, mkiulizwa utetea nini? Na kuna watu mwezi bado wa Ramadhani, bado siku 5 yautia makali kisu tena tangaziwa mwezi, yani ututayarisha zita nini? Wewe waamini uonekanapo funga, wewe waamini mpaka uonekane maeneo yetu, fuata zita nzani. Sijui mmenielewa jamani? Lakini pampiwa utafikiri sasa yao watu wote wataka kupigana jihadi, kama kwa sababu ule ufuata mwezi wa Saudia, ule ufuata mwezi wa matlai. Tuna matatizo mangapi mui tutataka tuyaweke kwenye meza tuyazungumze jamani, ya kushinda mwezi. Turudi sasa, mmoja amezoyaona matatizo haya ni Said Qutbi.
Sayyid Qutbi kama mmamsikia, ana kitabu akiita fi dhilalil Quran, chini ya zivuli za Qur'ani, kiko kwa Kiarabu na kwa Kiingereza. Hiki ni kitabu cha tafsiri. Sayyid Qutbi ni katika wanafikra wa kimsingi wa harakati za Kiislamu za karne ya 20 au pengine hata kabla ya 19. Kama masikia hizi harakati za watu wanaoitwa Ikhwanul Muslimin, Muslim Brothers, sio Brotherhood, sio. Sayyid Qutbi ndio katika waanzilishi wa kifikra, ana vitabu kadha wa kadha. Hata nimemnukuu katika baadhi ya vitabu zangu, maneno yake anena, katika makosa yaliyofanyika ya kitaaluma, msikilizeni, ni kugawanya fikihi ya Kiislamu, mlango mmoja ukamkuliwa ibada, mlango mmoja ukamkuliwa muamala. Si mwajua nyinyi hii fikihi imegawanywa mara mbili? Kuna ibadat, ukinena ibadat yani swala, saumu, hizo ndo ibada. Kisha kuna nini? Muamalat. Muamalat huanda wapi? Bei, ijara, haya mambo ya ukulima, mambo ya kurithi, mambo ya mpaka hizi benki nini, yametiwa kwenye muamalat. Asema kutumia neno ibada kuliita mlango wa kwanza si aya ya Qur'ani, ni juhudi za wanazuoni. Imeunyima mlango wa pili concept ya ibada kwa Waislamu. Waislamu wengi wamekuwa huona ibada nkuswali siku lima. Sijui mmenielewa vizuri sana. Leo ukaweka darasa wewe wazungumza ukulima, kama mimi nina hakika katika nilipotaja mambo ambayo nitayazungumza mara hii nilitaja neno biashara, kuna watu wengi waliweka question mark. Stadi yao ya kutuzungumzia Ramadhani mambo ya biashara. Sitaka mambo ya ibada. Umeona? Ni nani alokuambia ibada si biashara? Ni mlango wa fikihi. Mlango wa fikihi alouandika nani? Mwanachuoni. Kuna aya ya Qur'ani imekuja kunena si ibada? Hakuna. Ni juhudi za wanazuoni. Manielewa jamaa, mimi napiga wapi? Ndio leo tumekuwa huona mtu ukamwambia taka ufanye ibada. Ibada ni nini? Paka uswali, ufunge. Lakini kusafisha barabara si ibada. Kumtibu mgonjwa si ibada katika Uislamu. Kwenda kulima si ibada. Kwenda kufanya kazi kutafuta halali si nini? Si ibada. Sisi tumefahamu hivyo kwa sababu ukifungua kitabu cha fiqh haziko katika mlango wa nini? Wa ibadat. Ziko katika mlango muamalati. Nini? Ni maamiliano yenu nyinyi kwa nyinyi, maana hahusiani na Mungu hayo. Angalia utengezaji wa concept na mpangilio wa mafundisho unavyowapa watu, yaweza kuathiri kiasi gani kwenye miondoko ya watu. Manielewa vizuri sana. Haya ndio maneno ayazungumza Sayyid Qutbi. Asema katika makosa yamezopatikana ni hili neno ibadati na muamalati katika kugawanya. Na katika makosa makubwa, nimalize, na katika makosa mengine makubwa yamezopatikana ni kuzitunda akhlaqi, kuzitoa katika muhimu wa mafundisho ya Kiislamu. Tumeipa nafasi itikadi, mambo ya fiqhi, lakini bilahi huwezi kuwakuta watu waketizie kusomeshana akhlaq, ambao ati leo tumekuja kufanyiwa seminars. Leo twafundishwa katika semina mambo ya kujiorganize, ni akhlaq. Mambo ya kulinda wakati ni akhlaq. Mambo ya kuwa na discipline katika kazi ni akhlaq. Mambo ya kujiamini ni akhlaq. Yale yote yamezokuya tutafundishwa leo ni lile somo la akhlaqi tulolitupa
ama tukalivisha nguo kwamba akhlaqi ni kuweta uradi, ni kuvuta dhikri. La, na inshallah haya mambo tutayaona. Hii ndio nukta ya pili ambayo leo nilikuwa nataka kuipanua, na nataraji nimefikisha yale niloyakusudia. Tumemaliza wakati. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe fahamu na atupe uelewa. Na napenda, si lengo langu kukosoa wanazuoni, siko kwenye kukosoa kwa maana ya kukejeli, niko kwenye kuonesha matatizo yamezotembea na sisi kwa muda mrefu, lakini wanazuoni wamefanya juhudi kubwa wakatufikishia haya tulionayo hapa. Sisi tuyaboreshe na tuyapige msasa. Mwenyezi Mungu atupe uhai na uzima. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.